Lakini pia injili ya leo inajibu maswali ya watu wengi kwamba kwa nini watenda maovu au waovu wanafanikiwa katika maisha. Yaani wale ambao tunaona ni waovu kabisa katika maisha yao wanafanikiwa na wanastawi tu, na wale muda mwingine tunafika hata hawamjui Mungu kabisa, wanaishi tu maisha ya ovyo lakini wanafanikiwa. Hii ni hoja ambayo muda mwingine hasa wanafalsafa wanaotumia kupinga uwepo wa Mungu wanaitumia. Lakini pia watu wengine wanashawishika kutokuamini uwepo wa Mungu au kutokuwajibika vizuri katika imani yao kwamba kama Mungu ni mwema, kwa nini kuna maovu? Kwa nini kuna mtu mwenye nguvu katili anawaonea watu wasiokuwa na hatia? Kama kweli Mungu ana nguvu, kwa nini asiwaangamize hao watu wanaowaonea watu wengine, wanaoua watu wengine? Kwa nini asiwaangamize? Je, hana nguvu ya kuangamiza au hana nia ya kuangamiza? Sasa kama tunasema ana nguvu na uwezo wa yote, kwa nini sasa asiwaangamize? Wengine wanashawishika sasa kusema kwa sababu hawaangamizi, pengine sasa hana nguvu au hayupo kabisa. Kama hana nia sasa ya kuangamiza na nguvu na hana nia ya kuangamiza watenda maovu, sasa kumbe hata yeye sio mwema sasa. Ndugu zangu, Bwana wetu Yesu Kristo kupitia injili ya leo anatupa jibu. Anatuambia kwanza Mwenyezi Mungu vyote alivyoviumba ni vizuri. Yote aliyoumba Mungu ni mema. Hakuumba ubaya. Ubaya sasa unaletwa na shetani. Shetani anapandikiza mabaya katika maisha yetu, katika mioyo yetu. Lakini sasa Bwana wetu Yesu Kristo anasema mafanikio ya waovu ni ya muda mfupi mno. Na ndio maana mtu anaweza akavinjari, akaponda starehe za dunia hii, sija akafanyaje, ni swala la muda tu. Kwa sababu ni kama amezibwa, ni kipofu, au ni tena mbele. Tena hata shangai. Sasa tuko hapa lakini tunashukia tu kesho imeshafika. Tuko hapa tunasali na nini, utashukia tu kesho imeshafika. Yaani siku zinakimbia. Ashuki. Muda unakimbia na yeye ashuki, anajiona yuko katika fahari yake, kumbe hamna kitu. Ni upuuzi tu, na chochote. Mwisho wa siku itafika, atanyenyekeshwa na magonjwa, atanyenyekeshwa labda hata kusumbuliwa kwa namna moja au nyingine, lakini kwa namna ya pekee kabisa atanyenyekeshwa na kifo, kwa sababu ni swala la muda tu. Na kwa sababu sasa yeye alikuwa ni mtu wa kuponda raha za dunia hii, kuwaona wengine hawafai, kutowahurumia, kuwaona wengine ni kama watumwa na kujiona yeye ni Mungu mtu, na Mungu kadogo kanapotembea kutokana na vitu alivyo navyo vya anavyovigusa kwa mkono wake. Anajiona sasa yeye dunia ni kama yake, au ni mbele, ni kama kipofu. Fahari yake na mafanikio yake ni ya muda mfupi. Lakini wale wanaoenenda kadri ya njia ya Bwana kwa kutenda yaliyo mema, kwa kutenda haki na kuwasaidia wengine, kuwaonea huruma wengine, hawa watapata thawabu ya milele. Watapata nafasi ya kuweza kukaa katika mikono ya Mungu wakifurahi na malaika milele na milele. Na hawa sasa tusiwahukumu, wanayo nafasi ya kumrudia Mungu, na sisi kwa Wakristo kupitia sakramenti ya kitubio na kwa kujuta kweli kutoka moyoni, kutengeneza upya uhusiano wao na Mungu, kurekebisha yale ambayo yanamchukiza Mungu. Nao wataweza kuenenda katika njia iliyo njema, njia ya Kristo. Wataweza kustahilishwa na kupata thawabu ya milele, thawabu ya wenye haki ambayo ni ya milele. Lakini pia kwa namna ya pekee sana Mwenyezi Mungu na mwingine kutumia waovu au wenye dhuluma wanaotufanyia dhuluma kuwakamilisha wateule wake. Magugu hayawezi kuzuia ngano kukua. Vivyo hivyo waovu hawawezi kuzuia wema kuzaa matunda. Kwamba kama unaishi na waovu wanaokunyanyasa na kadhalika, hawawezi kukuzuia kufanya kuzaa matunda mema ndani yako. Wajibu wetu sisi kama Wakristo ni kuishi maisha ya kitakatifu, maisha matakatifu, na kuwasaidia
kuwaonea huruma, kwa namna ya pekee sana kuwasaidia wengine kumkumbatia Kristo. Lakini pia tusiwahukumu wengine, bali tuache hukumu kwa Mungu. Badala ya kuondoa magugu ya wengine, wewe tu ni kuwakosoa wengine, sijui amefanyaje, huyu amefanyeje, unamuona kama gugu. Badala ya kuondoa magugu ya wengine, hebu tuanze na nafsi zetu. Tuanze na magugu ya maisha yetu, kama nilivyosema, kwa kupitia sakramenti ya upatanisho. Lakini kwa namna ya pekee sana tukitimiza wajibu wetu kama Wakristo, yaani tukiishi imani yetu kwa maneno na matendo. Na mwisho, Mtume Paulo kwenye somo la pili anatuambia sasa sisi binadamu ni wadhaifu, na kutokana na udhaifu wetu muda mwingine sala zetu zinakuwa ni dhaifu. Lakini anatutia moyo sasa, napogundua kwamba sasa kutokana na udhaifu wetu tumemkosea Mungu, anatutia moyo na kutuambia kamwe tusichoke kusali na kumlilia Mungu. Lakini Roho Mtakatifu, Roho wa Mungu ambaye yuko ndani yetu, anazifanya sasa sala zetu zinapata mastahili na kusikilizwa na Mungu. Ndugu yangu, basi ndugu yangu unayesikiliza, Mkristo mwenzangu, kupitia Dominika hii ya 16 ya mwaka A wa Kanisa, tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie moyo wa upendo, atujalie upendo, tuweze kuwapenda, kwanza kabisa kumpenda Mungu na kumpenda jirani yetu kama tunavyojipenda sisi wenyewe, tukitenda yaliyo mema, tukiyakataa magugu. Lakini pia atujalie moyo wa huruma, kuwahurumia wengine, hasa pale ambapo tunajikuta au tunajiona kwamba kuna watu chini yetu ni wanyonge. Atujalie moyo wa kujali na kuwaonea huruma. Lakini pia kwa namna ya pekee tumuombe Mungu atujalie moyo wa kuvumilia changamoto ambazo tunazipitia katika maisha yetu hapa duniani. Atujalie moyo wa kuzivumilia, na kama tunamuomba kitu hatujapata, atujalie pia moyo wa kuvumilia, tukikumbuka kuwa muda wa Mungu ukifika, wakati wa Mungu ukifika, sala zetu zitajibiwa. Wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Tusichoke kuvumilia. Ni kweli ni ngumu. Mimi ninaishi labda miaka 15 kuchumba sugu. Hivi nitavumiliaje hii jamani hadi nifunge ndoa? Ninaishi kwa kunyanyaswa na majirani zangu. Jamani nitavumilia hadi lini? Nitoke kwenye haya mateso.